Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Jana kwa masomo mazuri unasema mambo yaliyo muhimu. Tukaona namna gani ambapo kutafuta yaani kumpata Kristo ni kupata kitu ambacho ni bora zaidi. Yes. Leo tena kuangalia imani ya Kristo. Basi kabla ya kuanza tuweze kupata ombi. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kutuonyesha kwa namna ambavyo wewe kupata wewe ni kupata nuru. Sio kupata mali, sio kutafuta kama vile ambavyo mbwa wanavyotafuta. Lakini pia kujiona kwamba tuna nuru badala ya sisi kuona kwamba tunakuhitaji wewe uweze kutupatia mng'ao wako. Niombi langu kwa utakuwa pamoja nasi katika somo la leo. Tutakwenda kuangalia imani ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hapa somo linasema imani Ya Kristo. Ya Kristo. Paulo maisha yake ya zamani na ya sasa ni tofauti ya usiku na mchana, uumbwa na uwana. Sasa tuende kwenye haya maisha yake ya sasa anavyoyaelezea katika Kristo Yesu, yanayoainishwa na imani yakoje. Twende na Wafilipi sura ya 3, tuendelee pale tulipokomea jana, fungu la 8 na la 9. 3:9 msema, naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. 9, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Haleluya! Itabidi tutulie tu hapo kwanza. Ameongea mambo mengi akaashiria kwa pamoja. Sasa kwanza kulitafuna moja moja ikatufaa sana na kumeza. Ameanza na kusema ya kwamba anahesabu mambo yote yale maisha yake ya zamani kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambayo kumjua huku ni kama umefunguliwa macho. Kisa cha jana nilikuwa na mwenzako hapa, lazima umefunguliwa, maana unaweza kunani unamjua Yesu kumbe haujamjua bado. Unasema mbona anakazalia tu Yesu, ameona uzuri wake. Haya, anasema tena nionekane katika yeye, sio tu kwamba nimjue yeye, nionekane katika yeye, nipatikane ndani yake katika yeye. Pozia. Kristo ni nani? Kristo ni mahali. Kristo ni njia, lakini pia ni mahali. Kristo ni mahali ambapo ukipatikana ndani yake, basi uko ndani ya ufufuo wa wafu. Amina. Sasa na hata siku ya mwisho. Maana yeye anasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Lakini kuna mafungu fulani, ngoja nikusome tu hapa kwa haraka haraka. Wakorintho wa kwanza 1:30. Hii 1:30. Njoo nisome hapa. Hii hapa 1:30 anasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Yaani ukiwa ndani yake yeye amefanywa kuwa hekima ya Mungu. Yaani kama unataka ujue Mungu ana akili gani, ndani ya Kristo Yesu ndio akili inafunuliwa pale. Mungu anawaza nini na nini lingine alilotaja? Alifanywa kwetu kwa hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Yaani Yesu alipokufa pale msalabani na kufufuka, alifanyika yote haya. Alidhihirisha hekima ya Mungu, alidhihirisha haki ya Mungu itokayo kwa Mungu, yaani kuhesabia kwamba huyu ndio mwanangu, huyu ni wa kufufuliwa, huyu wa kushiriki uzima na mimi. Yote hiyo ni Kristo Yesu. Sasa Kristo alikufa pale
kama mwakilishi. Kwa hiyo ukiwa ndani yake sio tu umewakilishwa, umehusishwa. Yaani ukiwa ndani yake, kile kifo chake ni kifo chetu tunaposhiriki, tunapomtambua Kristo. Tunakishiriki. Na uhai wa uzima wake ule wa ufufuo tunaushiriki. Hekima yake hii ambayo ni upumbavu kwa wanadamu ya kufa pale msalabani, ilikuwa ni akili kweli mwasi unakufa pale msalabani? Kwa bila kinadamu ni upumbavu, lakini kwa Mungu ni hekima. Sasa ukimshiriki pia Kristo Yesu, unashiriki hekima hii. Unaonekana mpumbavu duniani. Dunia inaonekana mpumbavu, ili mradi uko ndani yako. Sasa Yesu, Paulo anasema hii ni nzuri sana. Maana najua ule upumbavu wa Mungu una hekima kuliko hekima ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu ni una nguvu kuliko wanadamu. Alafu haki ya Mungu ndani yake hamna longolongo. Kuhesabia wewe ni mwanawe ndio imetoka. Na sasa ufufuo ukamtangaza yeye ni mwanawe. Warumi sura ya kwanza pale. Na sasa anasema ndani yake hivyo vyote vipi. Sasa anasema eti kumbe nikimpata Kristo nimepata vyote hivi. Anasema basi vingine naona kama bora mengine huwa mimi sitaki kujua, nitafute kuwa Mwebrania. Nitafute kuwa Msabato. Nitafute kuwa mwanaume. Mimi nataka kuwa Mkristo, kuwa wake Kristo, kufananishwa na Kristo. Amina. Haleluya. Sasa huo ni upumbavu pia. Lakini ni hekima ya Mungu. Ni hekima ya Mungu. Huo unaonekana kama umetenda dhambi. Wewe Kristo tu anatosha, na tohara, na kuna watu hapa alafu wewe ushindani vitu hivi, unaonekana kama unapingana na vitu vilivyoainishwa na Mungu. Lakini Paulo anasema huyu Yesu anatosha. Maana ndio haki yenyewe, ndio ukombozi wenyewe, ndio hekima yenyewe, ndio ufufuo wenyewe. Sasa ni uzuri umejaa tu. Uzuri umejaa. Imani katika Kristo. Ni ya Kristo. Na katika Kristo. Naomba niulize, umeona uzuri wowote? Nimeona uzuri. Nimeona uzuri. Je, wewe unajiridhishaje kwanza unasemaje kwamba umeuona uzuri? Umeingia hasara gani? Huwezi kuona uzuri huu usiingie hasara ya uzuri mwingine. Kweli kabisa. Uje duniani kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatutamanisha. Ikiwa nikipata ninakuwa tumeridhika, au nikipata ninakuwa naona lakini unaona bado haiishi hapo. Kila siku inahitaji kutafuta hivyo vitu. Lakini nikiangalia bwana ni vitu ambavyo vinapita tu. Ngoja nikuulize kweli. Afu uwe mkweli hata kama tuko mbele kama. Uwe mkweli. Kweli kabisa. Wewe utamani kwenda Dubai wewe? Natamani kwenda Dubai. Tamani kuwa na hela wewe? Tamani kuwa na hela. Kuna uzuri. Kuwa na hela. Kuna uzuri. Kutembea kwenda majuu. Kuna uzuri. Sasa unasemaje, unaona? Yaani vingine vyote unahesabu kwa ni hasara na nini, ula kumjua Kristo, ushirika wa kushiriki mateso yake ili uweze kushiriki ufufuo wake, kwamba ni ya maana zaidi. Unasemaje sasa kwamba umehesabu vinapita tu? Kristo nikimpata. Sasa mbona unavitamani hivyo? Kristo kimpata, mbona unavitamani? Hata hiyo ya Dubai. Yaani natamani, sio kwamba navitamani, hapana. Na sio kwamba navifanya uvione fahari. Sivionei fahari, yaani kwamba ndio sifa kubwa. Nikiwa nimepata hela au nimepata kwenda Dubai, sioni fahari. Sio ni ule kwamba ninaweza uone fahari kama unafanya kazi posta kule mjini. Hapana, hamna fahari. Hamna fahari hapo. Fahari ni juu ya Kristo tu. Kama unaendesha gari? Hapana. Fahari ni juu ya Kristo tu. Amina. Yeye haya maswali ninapokugonga na maswali haya mimi yananirudia, lakini kwa kishindo. Rafiki yangu, sijui kama na wewe yanakurudiaje hapo. Unajua tunahangaika na vitu vingi ambavyo vinapita, kama wenzangu anavyozungumza hapa, vinapita. Mungu atupe macho ya kuona uzuri wa lulu, uzuri wa Kristo, na kwa sababu
hasara ya mambo yote ili tuweze kujua uzuri wake na fahari yake. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, somo hili limetuacha kwenye maamuzi ya kukuthamini, kukutazama na kuthamini uzuri wako, au kugeukia mambo ya hasara na kukupoteza. Na isiwe hivyo kwetu na kwa wasikilizaji wetu. Kamata macho yetu kwa uzuri wako, kwa hekima yako, kwa upendo wako, kwa wokovu wako, kwa haki yako. Bariki msikilizaji wetu katika neno hili kwa jina la Yesu. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Leo tumefikia tamati, lakini kesho siku ya Alhamisi tunakuangalia jambo moja tu, kumjua Kristo. Jambo moja tu, kumjua Kristo. Mimi ni Binza. Mimi ni Nosi Makalindile.